Okay, karibuni katika channel yangu ya Jose China. Leo nitakwenda kuelekeza ni jinsi gani ya ku freeze last scene yako katika FM WhatsApp, ambao katika FM WhatsApp hiyo ni sasa kabisa na GB WhatsApp. Kwa hiyo FM WhatsApp na GB WhatsApp zote ni zinafanana, themes zake na jinsi gani zikoje. Kwa hiyo zote hizo zinafanana kwa pamoja. Kwa hiyo ukitumia FM WhatsApp, ukitumia GB WhatsApp zote zinafanana. Kwa hiyo ninachokielekeza hapa kinaweza kika-apply katika FM WhatsApp na GB WhatsApp. Nitakwenda kuelekeza jinsi gani ya ku-freeze last scene katika WhatsApp yako, yani mtu asione ni lini ulikuwa online na ni lini mwisho ulikuwa online, na hata ukiwa online asione kama upo online. Unaweza ka freeze hivyo kwa mambo yako mwenyewe binafsi, labda kwa mpenzi wako asijue kama upo online, au mtu wako anadai madeni asijue kama upo online na vinginevyo. Na pia nitakwenda kufundisha jinsi gani ya kutuma message kwa mtu ambao message unakuta umeikopi kutoka katika message ya mtu fulani. Kwa hiyo una forward kwa mtu, lakini ule mtu ambaye anakwenda kumforwardia asione kama message ile ulikopa. Leo nao nitakwenda kukuelekeza na jinsi gani ya kuhide view status, yani status ya mtu naangalia, lakini yeye yule ambaye amepost your status hawezi akaona jina lako pale katika listed view status kwamba umeona status yake. Nyingine, undeleted message. Hiyo undeleted message kwamba mtu akikutumia message then labda akaifuta message ile, labda ilikuwa na makosa kidogo, lakini wewe katika simu yako hautaona message ile, utakopo umeiona message ile ambayo amedelete huyo mtu ambaye amekutumia message. Itakwambia pale this message deleted but, lakini itakwambia hiyo message ilikuwa na husu nini, itaonesha. Hiyo ni kwenye FM WhatsApp itakuonesha, lakini GB WhatsApp kidogo inakuwa inabadilika, inakuwa inaonesha kwa pale juu kabisa kama amefuta message mkomdoo. Kwa mfano Jose China deleted this message. Kwa hiyo watakuletea pale juu notification, kwa hiyo utaklik ile notification then utaona hiyo message ambayo huyo mtu alikutumia imekuwa deleted. Pia unaweza ukafuta zile blue tick after replay. Kwa mfano mtu akutumia message ukaisoma, alafu ukaona usireplay, ukaiblue tick, lakini una blue tick yako kule, kama blue tick ile message yake. Kwa hiyo ataona bado haujaifungua, lakini ushaifungua, ushaisoma, labda upende kumjibu kwa kuepuka migongano, conflicts fulani. Tunaweka hiyo uweki zile blue tick after replay. Nyingine tena nitakuweka jinsi gani kutengeneza pattern katika WhatsApp, GB WhatsApp yako au FM WhatsApp yako. Hasa moja kwa moja twendeni katika WhatsApp zetu ili tujue. Kwa mfano mimi natumia FM WhatsApp hii hapa FM WhatsApp hii hapa, na ifungua itakuja namna hiyo. Hiyo ndo FM WhatsApp yangu kama unavyoiona. FM WhatsApp yangu hii nataka za ku-freeze last scene. Nitaenda hapa, nitakuja hapo kwenye video vitatu vya juu hapa kabisa juu upande wangu wa kulia, vitatu hivi vya juu nitakibonyeza. Kitaleta vitu kama hivi, kita kitu na title fault modes, restart FM WhatsApp, message number, new group, new broadcasts, WhatsApp web, start messages and setting. Wewe moja kwa moja njoo hapo kwenye fault mode. Hii ya kwanza kabisa bonyeza fault modes. Ukibonyeza fault mode itakuja hivi. Kama utatumia FM WhatsApp hapa juu itaandika setting, then chini itaandika FM WhatsApp. Kwa sababu natumia GB WhatsApp, ndo maana nimeandika nini? FM WhatsApp. Kwa hiyo kwa mfano ukitaka kufanya vitu vyote ambavyo nimekuelekeza mwanzo, unafanyaje? Utaingia kwenye privacy and security. Kwa hiyo utabonyeza privacy security here. Kwa hiyo privacy and security, unaona mwanzo hapo unasema freeze last scene. Ukitaka ku freeze last scene, unaona hiki alama hiki cha huku kulia hiki kwenye huo mstari wa freeze last scene, unakibonyeza kitakuwa cha rangi hiyo. Kwa hiyo mtu hawezi akakuona kama upo online, lakini ukifungua WhatsApp yako utakuta vyote hivi vipo vimefungwa, lakini ukiwasha ina maana kwamba wewe ndio allow kiwe hivyo, lakini wao hawakuwa bado haja allow. Kwa hiyo utakufanya hivyo utapeleka upande wa kulia. Pia unaweza ukatoa ile forwarded kwenye message yako ambayo user andika labda this message forwarded message labda forwarded. Asa ukitaka kutoa ile forwarded utabonyeza tena kicha pili hiki. Naona
Pia katika hapo unaweza ukahide view status. Zile status ambazo mtu amekutumia kwenye status zako zile. Sasa wewe unataka kuangalia status zake, lakini unataka yeye ajue kama ile status yako umeangalia. Kwa hiyo allow. Kwa hiyo ukiangalia status zake yeye kula jina lako alipo mention katika view status ambazo watu wake wameona status zake. Nyingine tena undeleted message. Hii undeleted message inakuwa pale ambapo mtu amekutumia message, sasa amedelete, lakini bado wewe ile message utaendelea kuipata kwa sababu unatumia FM WhatsApp. Ndio uzuri sana kutumia FM WhatsApp, lakini WhatsApp za kawaida usikutumia uweze kama mtu amedelete basi utakuwa tu deleted message. Kwa undeleted message allow nao pia kwamba message ya mtu ambayo amekutumia anataka kudelete kwa kuweza kudeletika hata siku moja. Kingine tena undeleted status. Kama mtu amepost status then akadelete, ukiallow hapo ile status haiwezi kwa kudelete. Zaidi tu pale juu itaweka kidwala afu kina mkasi chini kwamba imekuwa deleted, lakini kwako imekufikia. Hata kama post sasa hivi akadelete sasa hiyo, hapana, kwako lazima itaonekana. Kwa then tuna allow hapa hiyo chap. Naona kina tena show blue tick after replay. Kwa mfano mtu ametuma message ukai blue tick kuja replay, ukitaka tu kuondoa misongamano, migogoro fulani, conflict zote, wewe weka tu hapa. Itakusaidia vizuri sana. Kwa hiyo utaona message yako, utaisoma, ndio blue tick, utaachana nayo. Labda haina mantiki na wewe, haipo katika maadili. Blue tick tu. Leo kula utaona kwamba yule mtu bado labda hajafungua data nini. Kwa hiyo hata online kule umetoa upo huku blue tick, kwa hata labda mtu hana bando kafuria, kumbe wala mwanzako umefanya yako huku. Kingine tena kujifunza jinsi gani ya kuweka WhatsApp lock. Kama simu yako ina fingerprint, watakuwekea fingerprint. Lakini kama haina fingerprint, watakuwekea pattern na pin tu peke yake. Kwa ukitaka labda kuweka pattern na fingerprint au pin, unaweza ukaja kwa allow hapa. Ukiallow atakwambia uchague kimoja, fingerprint au pattern au pin. Kwa utachagua kimoja hapo. Ina maana kufungua WhatsApp yako pale mwanzo, kitakachokuja pale mwanzo ni ile pattern yako. Unaona? Kwa hiyo pattern yako au pin ambayo utaweka, kwa ukifungua tu hautaruhusiwa kuingia kwenye message, itakurudisha kuingiza pattern au pin au fingerprint yako ili uweze kuingia katika WhatsApp yako. Lakini mimi iko zote sivitaki sababu simu yangu haina mambo mengi sana na WhatsApp yangu ni kwa ajili tu ya kazi zangu mwenyewe. Kwa hiyo mimi si allow. Wewe ukiweza kuallow, chagua unayotaka hapo then ukaendelea mbele. Kwa hiyo vitu ndo kama hivyo ukitumia kwa hiyo. Kingine tena kwenye FM WhatsApp unaweza ukawaruhusu watu fulani ambao wewe unataka wakucall. Watu ambao watakiwa wakucall for FM WhatsApp kwa kutumia data. Kwa mfano mtu who can call me. Mimi nimeweka everyone, mtu yote anaweza kanicall akanipata. Hata niambie kuna ambao everyone ambao nimeweka mimi, kila mtu yote ambaye atapata namba yangu anaweza kanicall kwa kutumia FM WhatsApp. My contact, wala watu ambao nimewasave katika contact zangu. Hii hapa tena my contact except. Hii my contact except means kwamba wale watu wangu ambao nina namba zao lakini na waselect ambao nawataka, wale ambao siwataki na waacha. Unaona? Na hii tena contact select contact, na select contact ambao nazitaka ni klani, then ndo na hapa ruhusa kunicall mimi. Nyingine tena nobody, kwamba sitaki mtoto yule anicall. Ndio inavyokuwa hivyo. Lakini mimi nimeweka everyone kwa sababu sina shida na chochote kile, mtu anaweza kanicall kwa namba zangu za WhatsApp ambao ni 0714802131. Narudia tena 0714802131. Naomba usisahau kusubscribe katika channel yetu ya Jose China ili usipitwe na updates zingine zote ambazo tunakuwa tunazitoa, ili iweze kusaidia wewe kupata zingine tena pia. Kwa hiyo ukishamaliza vyote hivyo, utarudi kwenye setting, utabaki. Utarudi tena. Kwa itakuwa kama hivi, then itakuwa displayed kama hivyo. Kwa hiyo hapo ishajichange settings zako zote. Naona? Sasa hiyo ndio WhatsApp yetu ishakuwa hivi.
Siku nyingine nitakuja kuelekeza jinsi ya kutengeneza WhatsApp yako iwe na vitu tofauti. Asanteni sana.